Kufuatia uvumi ambao ulikuwa unaendelea jijini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla juu ya kituo cha Diamond Platnumz ambacho yeye pia ni sehemu ya wamiliki wa Wasafi Media kuwa kina hali mbaya, na mitandaoni huko story ambazo zimekuwa zikizagaa zinaeleza kwamba bwana Diamond ameshindwa kuwalipa wafanyakazi wake mshahara kiasi cha wafanyakazi kususa kufanya kazi, kuendelea kutangaza kwenye kituo hiko. Na kiukweli ukipita kwenye peji zao Wasafi Media hauoni vipindi vikiwa vinaendelea kufanyika au vikipostiwa baada ya kufanyika kama ambavyo ilikuwa ikifanyika wakati wote. So zikaja hizo rumors kwamba Diamond bwana anafilisika sasa, alipi wafanyakazi, na imeenda mbali zaidi mitandaoni huko. Wanasema wafanyakazi wengi wali mind baada ya kuona Diamond amemfanyia party Zuchu, party la hela ndefu kweli, fanya party kwa mke wake, lakini watu huku wanalia njaa. Kwa hiyo kumekuwa na rumors nyingi. Wapo wanaosema ameshindwana na miliki mwenzake kwa maana ya Joe Kusaga. Zipo stories zinasema kwamba Diamond amekuwa hapati faida kwenye kampuni hiyo ya Wasafi Media, na ukizingatia sasa hivi hapa kati kumekuwa na mkanganyiko wa masuala ya wasanii na wananchi, kisiasa, mambo ya kisiasa yameingilia kati. Story ni nyingi kweli. Kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake huko kwenye mitandao, na vitu hivi vinashabiriana kwa sababu upite kwenye peji hizi za Wasafi, wanachofanya ni update story tu, yani taarifa ambazo zinatokea ulimwenguni kwamba fulani kafanya hivi ndizo ambazo zinawekwa kwenye peji za Wasafi, lakini sio vipindi kama ambavyo utaratibu ulikuwa ukifanyika hapo awali. Watangazaji wanatangaza studio, vipindi vinawekwa pale. Sasa ukweli wa mambo yote haya hakuna anayajua moja kwa moja. Kumekuwa na chuki za wananchi dhidi ya Diamond Platnumz, sote tunaona. Ni rahisi zaidi Diamond kuzushiwa maneno kwa mtindo wowote ule. Je, ni kweli Wasafi Media hawalipwi? Kweli Diamond sasa ameanza kufirisika kama ambavyo watu wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii? Basi taarifa njema ni kuwa Diamond mwenyewe pamoja na Wasafi Media wametangaza kesho kutakuwa na mkutano na wanahabari ambao utafanyika hapa Dar es Salaam. Mkutano huo pasi na shaka utaenda kujibu hizi tuhuma zote ambazo zimezungumzwa hapa kwenye mitandao. Je, ni kweli Diamond sio tena mmiliki wa Wasafi, ama Diamond amefilisika, ama kuna mgogoro kati ya wamiliki wa chombo hicho? Kesho tutafahamu hapa. Wewe unadhani nini kinaendelea, ukizingatia tupo pia kwenye nyakati hizi za watu kumpressurize Diamond, na sio Diamond tu bali wasanii wengi wa kwenye muziki wa Bongo Flava, kutokana na kile wanachokiita usaliti dhidi ya watu ambao wamewasupport? Wewe unaona, wewe mtazamo wako ni upi kwenye haya ambayo yanaendelea? Tafadhali sana niandikie hapa kupitia Upupu Podcast. Mimi naitwa Dr. Upupu. Unaweza kanifuata kwenye Instagram yangu, natumia Haja the Credible.